Naam, Edward Mangasore pamoja na wachambuzi hapo studio. Majira ni saa 5. Boti ambayo ilianza safari kutokea jijini Dar es Salaam saa 3 asubuhi imetia nanga ama imekita nanga hapa Zanzibar. Na kama unavyoiona nyuma yangu ni Falcon C, boti ya Azam Marine ambayo imebeba kikosi cha Simba ambapo wanakuja kuweka kambi hapa, maandalizi ya kuelekea mchezo wa siku ya Jumapili, mchezo wa nusu fainali ya kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Stellenbosch The Starlies kutokea Afrika Kusini. Uwanja wa New Amani ndio ambao utaenda kuhosti mchezo huo, na Simba mapema kabisa wamewasili hapa. Kikosi kamili wapo hapa, bado wako ndani ya boti. Taratibu nyingine bado zinaendelea, kama abiria wengine ambao walihusika kwenye boti wanashuka, lakini wachezaji wamekuwa old ndani, wanasubiri kushuka mwishoni. Kama ilivyokuwa taratibu, Azam TV ni shuhuda ama jicho lako popote pale ambapo taarifa za kimichezo zinapaswa kukufikia. Basi sisi tuko hapa, tumekita kambi hapa kukujuza yale yote ambayo yatakuwa yanaendelea kuelekea kwenye mchezo huu. Lakini kubwa na la kwanza lilikuwa ni press ya msemaji wa Simba hapo rasmi jana, baada ya kutoa taarifa kwamba mchezo huu utafanyika hapa na sio Benjamin Mkapa wala uwanja mwingine. Basi leo ni tukio kubwa la pili, kikosi kizima cha Simba Sports kimewasili katika mji wa Zanzibar, na kinachotarajiwa hivi sasa ni kutoka hapa kuelekea kambini na taratibu nyingine zitakuwa zinafuata. Kumbuka ni mchezo mkubwa wa kihistoria. Wazanzibari wanazungumza positive sana kuhusiana na mchezo huu, kwani ni nusu fainali ya kwanza ya kombe kubwa Afrika kufanyika hapa. Simba wameamua kuupa hadhi uwanja wa Amani ambao ulifanyiwa mabadiliko makubwa, maboresho yale, baada ya kuwa na nyasi ya artificial. Sasa hivi kuna nyasi ya asili ambayo ni hybrid, mchanganyiko wa nyasi ya artificial na nyasi ya asili. Baada ya hivyo sifa za CAF ukawa unaweza kumudu, na Simba Sports ambaye ni mwakilishi pekee wa vilabu Afrika Mashariki na Kati, baada ya kupata fursa ya kushiriki na kufika nusu fainali ya kombe la shirikisho, kinachofuata ni mchezo wa nusu fainali, na mchezo huo ni dhidi ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini. Utapigwa siku ya Jumapili majira ya saa 10 jioni, na Simba leo Jumatano wamewasili hapa. Watakuwa na siku kadhaa za kufanya mazoezi, kuzoea hali ya hewa na kuwafanya wawe rafiki kabisa na maeneo haya kwa ajili ya kutengeneza ule ubaya ubwela kama ambavyo wamekuwa wakisema. Bado hawajashuka kwenye chombo hiki, lakini mkuu wa msafara wa kwanza kumuona kushuka kwenye ile boti alikuwa ni Hassan Dalali baada ya kushuka kwenye boti. Lakini vile vile bado baadhi ya maofisa unaweza ukawa unawatazama wameshashuka, akiwemo coach Fadru Davis, kocha msaidizi Selemani Matola, lakini vile vile meneja wa kikosi Patrick Luimamu, kocha wa makipa Wayne Sandland, huyu kocha Selemani Matola. Bwana karibu sana. Tushakaribia, shukrani. Mambo yanasemaje? Alhamdulillah, ndio tumeingia Zanzibar. Tuko live kwa Watanzania wanatushuhudia, tuko live wana Simba wanakushuhudia. Kwanza kuelekea mchezo huu kama kocha msaidizi, baada ya kuwa kwamba tayari mmeshafuzu, hali ikoje kwenye kikosi kizima? Hali iko vizuri kiukweli, na kila mchezaji kapokea kwa furaha na kila mmoja ana hamu ya kuweza kusonga mbele. Kwa hiyo hali iko vizuri sana. Wewe sio mgeni kwenye viunga hivi, una faida ya kucheza hapa, lakini una faida ya kunyanyua mataji hapa, yani kupata matokeo ambayo ni chanya mkiwa kwenye maeneo haya. Mashabiki wa Zanzibar wanapaswa kutarajia kitu gani kutoka kwa wachezaji wa Simba na kikosi cha Simba kwa ujumla? Mimi sina wasiwasi na Zanzibar kwa sababu asilimia kubwa Zanzibar ni Simba, kwa hiyo sisi tuko nyumbani. Kwa hiyo sina wasiwasi kabisa. Kwa hiyo mimi nafikiri matarajio ni makubwa na naamini tutapata sapota kubwa sana kutoka kwao, na sisi tunawaambia tutawaangusha, tutahakikisha tunawapa furaha katika ardhi ya Zanzibar. Enzi yako ya uchezaji umecheza Santos ya Afrika Kusini, unalifahamu vizuri soka la Afrika Kusini, lakini kocha wa kikosi hiki Fadru Davis anatokea Afrika Kusini dhidi ya mpinzani kama Stellenbosch ambaye anatokea Afrika Kusini. Technical staff ikiwa inawafahamu vizuri, ni faida kiasi gani kiufundi unaweza ukawajuza wa Tanzania kuelekea mchezo? Ni faida kubwa kwa sababu tunacheza na mtu ambaye tunamfahamu aina anavyocheza, na ukiangalia kama alivyosema, mimi nimecheza kule na ilikuwa ni Super Sports, so Santos.
na kipindi nacheza na mwalimu alikuwa anacheza na mwalimu katoka kule. Kwa hiyo tunakutana na mtu ambaye tunamfahamu. Kwetu sisi ni kazi nzuri kwa sababu tunakutana na mtu ambaye tayari tunamfahamu. Asante Super Sports ya kutokea Pretoria. Kumradhi nilichanganya na ni sahihi. Lakini yote ni mema ambayo Simba Sports wameamua kuchagua uwanja wa Amani. Maboresho makubwa, mimi nimefika pale kabla hujafika. Pitch imetulia kabisa, jana tulikuwa pale. Idadi ya mashabiki haiwezi kuwa sawa na Benjamin Mkapa. Lakini nyinyi kiufundi mna uhakika na kuamini kwamba vikubwa ambavyo vitaenda kutokea pale kwa wana Simba. Baada ya kuwa staff walitangulia kushuka, tayari wachezaji wanaanza kushuka kwenye boti. Kama ambavyo anaonekana mchezaji ambaye ni kinara kwenye safu ya ulinzi, licha kwamba kwa siku za karibuni hajapata nafasi ya kucheza kutokana na majeraha, Chemalon Fondo ndio anaongoza wenzie kwa kushuka katika boti, na wengine bado wanakuja taratibu. Matarajio yetu ni kwamba kikosi kizima kitakuwa hapa. Mohamed Hussein, mlinzi namba 3 anashuka, lakini yupo Ali Salim Katolo. Hussein Abel naye ni mlinda mlango wa kikosi hiki, anashuka katika boti kama ambavyo naweza kwa Ladak Chasambi, moja kati ya viungo bora kabisa vijana wa kikosi cha Simba Sports Club. Lakini ukitazama pia anaonekana Yusuf Kagoma, yupo pia mlinzi wa kulia wa kikosi hiki pia akiwa anashuka. Wachezaji wote, Awesu Ali Awesu anaonekana pia. Hii ni kutokea mchezo wa CRDB Cup waliocheza robo finali na kumuondosha Mbeya City. Inachofuata ni nusu finali ya kombe la shirikisho na timu nzima iko hapa. Aishi Salum Manula anashuka katika bot kama ambavyo anaonekana. Hussein Kaz, lakini vile vile yupo Awa Chaz, nyuma yake Vincent Nouma, Kalamushabu, wote wako hapa. Nahodha kwa siku za karibuni kwenye michezo kadhaa amekuwa akivaa kitambaa Fabrice Luamba Ngoma, lakini Kibu Dennis naye yupo. Pimpin Kamara, mlinda mlango namba 1 huyu, unaweza ukaona kumbukumbu nzuri kuhusiana na kile ambacho alikifanya kwenye mchezo wa robo finali. Lionel Ateba Mbida, Shomali Kapombe Baba Esther anashuka katika bot, lakini vile vile Mtambo mtunza vifaa. Ule ubaya ubwela basi utaenda kutimia, kwani sura nyingi ambazo wengi wanazitarajia kutoka kikosi cha kwanza zimeshuka kwenye bot. Inamaanisha full mkuko, full masnondo. Simba Sports kuelekea mchezo wao wa nusu finali ya kwanza tayari wamewasili Zanzibar, na kinachofuata ni taratibu nyingine kuweza kuendelea. Kikosi kizima kama ambavyo unaweza kukitazama hapo, wakiwa wanasubiri taratibu nyingine kutoka kwa viongozi. Mchezo unatarajiwa kuchezwa Jumapili kama ambavyo nimekujuza hapo awali, majira ya saa 10 jioni, New Aman ama uwanja wa Amani hapa Zanzibar. Wageni bado hawajafahamika wanawasili lini kwa mujibu wa taarifa ambayo tuliipata, lakini na wenyewe wameshatangaza mchezo wa marejeano tarehe 27 utafanyika wapi, na sehemu pekee ambayo uwanja utaenda kuhosti mchezo wa marejeano ni Moses Mabida kule Durban, Afrika ya Kusini. Kwa sasa kikosi cha Simba kimewasili visiwani Zanzibar, na taratibu nyingine kama ambavyo zinaonekana zitafuata sasa hivi kuelekea maeneo tofauti. Wakipata fanya jitihada za kuweza kusikia neno kidogo kutoka kwa meneja wa kikosi hiki, lakini vile vile kama tutafanikiwa zaidi tutasikia kama hamna viongozi basi kiongozi wa msafara anakuwa meneja wa kikosi, na tuko naye hapa. Mimi napenda kumuita mlezi wa wana, kwani vijana wengi wamepitia kwenye mikono yako. Kwanza taarifa kamili, kikosi kina idadi ya watu wangapi mpaka hapa, na hali ya timu kwa ujumla iko vipi? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama. Tuna wachezaji 27 na technical staff almost 14 na supporters na security, kwa tuna idadi zaidi ya watu 50 ambao tumekuja maalum kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mechi yetu ya Jumapili.
siku za karibuni timu imefanya vizuri sana kwenye michezo ya karibuni, mashindano yote. CRDB tumeona 3-1, lakini nyuma yake mchezo dhidi ya Al-Masry kuweza kupindua meza. Kuelekea kwenye mchezo huu, hali nzima ya kikosi, morali ndani ya timu iko vipi? Morali uko juu na tunaamini ni kitu kinawezekana. Kama slogan yetu inasema hatuishii hapa, maana yake wachezaji wanatambua, technical staff wanatambua, wapenzi na wanachama wa Simba wanatambua. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu. Tumebakiza takriban siku 4 ambazo ni siku za kuvuja jasho na kuhakikisha kwamba tutakwenda kufanya vizuri. Na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia tutafanya vizuri inshallah. Shukran sana meneja wa kikosi. Kama ambavyo umeweza kumsikia ni meneja Patrick Reimamu wa kikosi cha Simba Sports. Umeshamaliza taratibu zote hapa na sasa wanaelekea nje. Hapo baadaye tutakuja kukujuza kambi yao iko maeneo gani na nini ratiba nyingine ambazo zitakuwa zinafuata, lakini cha kwanza ilikuwa ni kuwasili katika visiwa vya marashi ya karafuu hapa Zanzibar. Na warejesha kwenu studio kuelekea na taratibu nyingine, na hapo baadaye tutaendelea kujuzana. James Samuel tokea Unguja, Azam Sports. Asante sana James Samuel kutoka Unguja. Na